basi na hawashukuru wote watakao kuwa wanaleta maswali. Ndio hayo yanatufanya tuwe na kipindi kiwe hai. Nasoma swali hili, na tukisoma anasema kitabu cha kwanza cha Samueli. Tufungue Samueli wa kwanza sura ya 11. Mimi sijacheki, nimeukuta maswali haya hapa. Nilikuwa naomba kama mtu ana maswali akileta kabla, inanisaidia pia kuyapangilia, lakini basi labda na muda, lakini nimesema unaweza hata kupitisha kwa katibu wetu. Tuna ile WhatsApp yetu, naweza kuweka maswali yako pale, yeye atanifuadia tu kama yafiki kwangu na nitayaona tu. Kwa hiyo tuna mbinu nyingi, au unaandika unaacha pale getini, ukiandika tu karatasi yako ukafunga hivi ukaandika Father Ngowi pale, utapata. Si lazima kusubiri mpaka siku yenyewe, lakini siku kama hukupata nafasi hata kuleta siku yenyewe, tunayasoma kama haya. Yaani kushirikishana ndio ukarimu, narudisha hiyo generosity ya Ukristo. Sasa katika sura ya 11, ni sura ya kwanza nazungumzia. Nimesomaje hapa? Ni katika Samueli wa kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza aya ya 11 na alafu aya ya 24 28. Sasa nitasoma kifupi kwa sababu hata mimi sijasoma hapo. Anasema sala ya mama Ana. Nakumbuka Ana mama wa Samueli aliyekuwa mgumba na alikuwa anapata matatizo kwa kudharauliwa na mke wake mume wake alikuwa na wanawake wawili. Yule mke wenza wake alikuwa na mdharau, lakini tunajua kwamba mume wake alikuwa anampenda zaidi. Elkana alimpenda, lakini mama huyu alikuwa hakuridhika, aliumia kutokuwa na watoto. Sasa hapa tunajua alianza sala yake hekaluni. Tunasoma hii kwa tukianza sura hii aya ya 9, italeta maana zaidi. Siku moja baada ya chakula kule Shilo, Hana akainuka na kwenda kuomba mbele ya Bwana, na wakati huo Eli kuhani alikuwa ameketi mlangoni pa hekalu la Bwana. Kwa uchungu wa moyoni, Hana aliomba na kulia mbele ya Bwana, na akaweka nadhiri hii: Bwana wa majeshi, kama wewe utaangalia mateso ya mjakazi wako na kunikumbuka bila kumsahau mjakazi wako na kumpa mtoto wa kiume, basi nami nitamtolea Bwana siku zote za maisha yake, hata kunywa divai wala kileo, na wala wembe hautagusa kichwa chake. Hayo ndio maneno ya mama Hana. Sasa nauliza, sema hivi, ukisoma sehemu hii niliyosema, Samueli anatolewa hekaluni, na tunasoma pia Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ya 13 aya ya 3 mpaka ya 5. Kitabu cha Waamuzi huko ni Waamuzi, ni kitabu kilichotangulia hapo, sura ya 13. Waamuzi sura ya 13 aya ya 3 mpaka ya 5. Nasoma: kwa maana tazama, utachukua mimba, utazaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, kwa sababu mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yake, naye ataanza kuwaokoa Waisraeli kutoka katika mikono ya Wafilisti. Ndipo huyo mwanamke akaenda na akamwambia mume wake, mtu wa Mungu alinijia, sura yake ilikuwa kama ya malaika yenye kuogopesha.
Mimi nikamuuliza ametoka wapi, wala yeye hakuniambia jina lake. Nafikiri ni sehemu hiyo ya sura ya, na tuendelee tu. Alafu wanasema tunaona Samson alitolewa hekaluni, na katika Injili sura ya pili ya Luka, Injili ya Luka sura ya pili tunasoma sehemu hizi alizozitaja kusudi tupate picha kamili, na kama kuna maswali yatatusaidia pia. Injili ya Luka sura ya pili aya ya 22 mpaka 24. Nasema ni wakati wa kumtolea Yesu hekaluni. Zilipotimia pia siku zao za kutakasika zilizoamriwa katika sheria ya Musa, walimpeleka hekaluni wamtoe kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto wa kiume aliyemzaliwa wa kwanza awekwe wakfu kwa Bwana, na watoe sadaka kama ilivyotajwa katika sheria ya Bwana, huwa wawili au makinda mawili ya njiwa. Sasa kwa hiyo tunasikia juu ya kutolewa hekaluni Samson, na pia tunasikia habari za Hana kule Shilo, na tunasikia habari za Yesu hekaluni Yerusalemu. Yesu alitolewa hekaluni. Maswali anauliza sasa yanayotokana na sehemu hizi tulizosoma. Kwa nini walikuwa wanatolewa hekaluni? Hilo swali la kwanza. Sasa ningependa kusema tu, kwanza tunaita ni sehemu hizi zinaitwa anachronism. Maana yake anataja kitu ambacho hakipo. Kwa upande wa Yesu hakuna anachronism kwa sababu wakati Yesu hekalu lilikuwepo tayari, lakini wakati wa Samson na wakati wa Hana hakuwepo hekalu. Sasa imekuwaje? Nitegemea angeuliza swali hilo kwanza. Sasa ni hekalu gani analozungumzia? Kwamba Hana alikwenda hekaluni na pia heti Samson alisema atatolewa hekaluni. Hapa hekalu ana maana mahali pa kusali, mahali pa kukutana na Bwana. Manake kwa Kiingereza ni shrine, ndio wanaita hekalu. Shilo haikuwa hekalu kama ilivyotakiwa. Hekalu ilikuwa nyumba kubwa na ambayo alikuja kujenga Solomon baadaye kabisa, ambapo tunakumbuka Solomon alijenga kutimiza ahadi ya baba yake aliyomwambia Bwana kwamba nitakujengea nyumba, hekalu. Alafu akaambiwa, wewe utanijengea, atakayejenga ni mwanao. Na aliyekuja kutimiza ahadi hiyo ya kumjengea Bwana hekalu ni Solomon. Alikuja kujenga baadaye miaka 50 baada ya ahadi hiyo. Kwa hiyo hekalu lilijengwa kwenye miaka ya 900 BC. Na sasa hekalu kwa ujumla ni sehemu yoyote ambayo Bwana ameamua kuweka makao yake, ambapo ni mahali pa kukutana na Mungu, appointed place, appointed area ambapo Mungu anakutana na watu wake. Walikuwa wanatolea sadaka pale, maana palikuweko na altare ndani ya hiyo, iwe hema au iwe hata nyumba iliyo sio kamili kama hekalu lilivyojengwa na Sulemani. Ni mahali pa kukutana na Mungu, ilitwa hekalu. Kwa hiyo Shilo, Shamesh, sehemu nyingi tu, hata kule
Hebron ilikuweko hekalu. Mahekalu ni shrines kwa Kiswahili, sijui tuseme ni nini. Shrine, wale wanaojua shrine ni mahali ambapo huwa tunaweka ni mahali ambapo umetenga. Hata watu wengine wanajenga nyumba zao kubwa. Nimeshabariki nyumba kadhaa huko na huko, anakuja ananiambia chumba hiki ni mahali pangu pa kusali na familia. Amejenga chumba, ameweka pale meza na Biblia ameweka na mishumaa. So some sort of anaweka kama meza ndogo, anaweka viti viwili vitatu vya familia na ameweka mshumaa unawaka pale na Biblia. Nilishangaa, mara ya kwanza niliona mtu mwenye mawazo hayo. Pia kuna wengine hata hapa sitaji kusema nyumba gani, nimeona ameweka hata vitabu kadhaa pale. Akamuuliza una nini? Akasema ni mahali pangu pa kusali na pamoja na familia. Mmoja akipenda kusali, hataki watoto kule na muziki yao na televisheni na nini. Ana retreat, anatoka katika fujo za ulimwengu huu. Ni mahali ambapo anamkumbusha mahali pa kukutana na Mungu. Basi ameweka sehemu hiyo chumbani kwake. Sio chumbani, nyumba yake. Ndani nyumba yake ameweka chumba cha kidogo, ni size ya chumba vingine, lakini ameweka particularly for that, and that is his shrine. Ni kama nyumba hii, sisi tuna nyumba zetu, licha ya kuwa na kanisa, kuna chumba ambacho watu wanaenda kufanya meditation mwenyewe binafsi. Na vyumba hivyo tumeweka pia meza pale, hakuna sakramenti hapa. Kule ni mahali pa kutafakari tu, naweka kuna podium pale, naweka vitabu vya sala mbalimbali. Na mtu akipenda kwenda panakuta kuna aina fulani ya vigoda vya kukaa na mkeka umetandazwa, watu wanaenda kufanya meditation pale. Na hiyo ni kwa mtu kwa wakati wake. Nyumba zetu kubwa hata hii ipaswa kuwa na vitu vya namna hiyo. Sasa hiyo ndio inaitwa shrine. Kwa hiyo hata Shilo ambayo haikuwa rasmi hekalu kwa Wayahudi ni moja tu. Hakuna mahali pengine paliporuhusiwa kuwa na hekalu. Hekalu lilijengwa lile la Yerusalemu tu. Na kwa sababu tunakumbuka Zedekia pamoja na Hosea walikataza kutolea sadaka nje ya hekalu. Hakuwepo mahali pengine katika Yerusalemu paliporuhusiwa kutolea sadaka ya wanyama, au wote walipaswa kwenda Yerusalemu kutolea sadaka kwenye altare moja tu. Kwa hiyo mahekalu hayakuwepo mengine isipokuwa tu la Yerusalemu. Sasa hivyo tutakuwa tunasema, kwanza nimesema ni anachronism, manake ni kitu kinachosemwa ambacho hakikuwepo. Ndio maana nimesema hivyo, kwa sababu hekalu lilikuja kujengwa baadaye, hekalu rasmi halikuwepo. Kwa hiyo tunaposoma huku kwamba lilikuwepo hekalu wakati wa Samson au wakati wa Hana au wakati wa Samueli, halikuwepo. Lilikuwepo tu nyumba ya sala ambapo tunasikia Eli alikaa na Samueli akiwa mtoto alipata wito wake kwenye shrine hiyo. Na zilikuweko shrine kadhaa muhimu ambazo zilikuwa Yerusalemu. Kwa hiyo hapa tujue kwamba kwa nini walikwenda hekaluni, kwa sababu ilikuwa ni mahali ambapo kwa wakati huo pa kutolea sadaka, ndipo walikuwa altare. Lakini baadaye Hosea pamoja na Zedekia walivunja hizo kwa sababu zilikuwa abuse, zilitumika vibaya, na hata wakawa wanaleta masadaka ya kipagani kufanyia huko, na wengine hasa Walawi walifanya kama biashara. Kwa hiyo wafalme hawa waliokuwa mashuhuri walitafuta kuvunja mahekalu hayo
na altari vilivyoko huko mitaani na vijijini, kufuta kabisa. Kama unataka kutolea sadaka uende hekalu kuu Yerusalemu, ndio ilikuwa. Sasa kwa hiyo hakuweko hekalu lingine, ni moja tu. Kwa Wayahudi ni hekalu moja tu. Kwa hiyo hapa anaposema hekalu ni sehemu ile ya kukutana na Mungu na kutolea sadaka kwa nyakati zile, kabla ya mfalme Ezekia pamoja na Hosia, sio mfalme Hosia. Sasa kwa hiyo unapozungumzia kwa nini walikuwa wanatolea hekaluni, kwa sababu palikuwa ni mahali pa kukutana na Mungu na ni mahali ambapo walitolea sadaka palipokuwa na altare. Eli alitolea sadaka, walienda na kondoo na ng'ombe na kuku, na wakati ule walitumia njiwa na nini peleka hekaluni. Je, ni watoto wote wakiwa wa kiume tu ndio waliokuwa wanatolewa sadaka hekaluni? Ndio imeandikwa katika kitabu cha Walawi na kitabu pia cha cha Nyakati. Kimeandikwa kwamba sheria ni kwamba mtoto, sasa sikutayarisha hapa, kwamba mtoto wa kwanza wa kiume na watoto yote wa kiume ilitakiwa atolewe kwa Bwana. Hiyo ilikuwa sheria. Kwa nini walitolea kwa Bwana? Na hata mfugo wa kwanza alikuwa anavunjwa shingo kama sadaka kwa Bwana, ile ya kwanza. Kwa nini? Kwanza ni kumbukumbu ya yale yaliyotokea kule Misri. Watoto wa kwanza wa Misri walikufa. Malaika yule wa kifo alipopita usiku ule, walipoambiwa watolee Pasaka ya Bwana, wakaua Bwana. Wale walichinja mifugo yao, yani kondoo au mbuzi, wakapaka damu yao kwenye miimo ya mlango, ili malaika yule alipopita usiku ule akiona damu asiangamize. Lakini watoto, nyumba zote ambazo zilikuwa hazina ishara hiyo au alama ya damu, watoto wa kwanza, the firstborn, waliuawa, walikufa, kama onyo wa Farao awaachie watu wake. Hiyo sasa, tukio hilo Wayahudi walikumbuka tukio hilo kwa kutolea watoto wao wa kwanza kama ishara ya kukombolewa kwao. Ni ishara ya milele ya kukumbuka usiku ule walipokombolewa na Bwana. Ni ishara ya uhuru wao. Kwa mtoto wa kwanza alipovunjwa shingo, maana kwa badala ya kuua walitolea sadaka badala ya mtoto huyo. Kwa hiyo ni mtoto wa kwanza alipaswa kutolewa kwa Bwana kama ishara ya ukombozi wao. Ilikuwa hivyo. Kwa hiyo hata Yesu alitolewa hekaluni kwa kuwa alikuwa mwana wa kwanza. Baadaye watoto wote wa kiume walibidi kutolewa pia, kwa sababu hawa ni warithi, ndio wataendeleza uzao wao. Kwa upande wa wanaume walitolewa hivyo hekaluni, kwa sababu hawa ni warithi ambao wataendeleza kizazi. Wakati ule kizazi hakikuhesabiwa upande wa mama kama baadhi yetu. Pia ukoo uliendelezwa na ule mtoto wa kiume, na ili kumbukumbu hii sifutike kamwe, watoto wote wa kiume walitolewa hekaluni, walitolewa kama sadaka, manake kumbukumbu ya ukombozi wa Israeli. Ndio sababu walitolewa hekaluni. Hiyo hapa sasa sasa hivi siwezi kutafuta, ni too late. Nimekuwa na hii ningetafuta mahali hapa, lakini katika kitabu cha Walawi imeandikwa direct, kila mzaliwa wa kwanza atolewe kwa Bwana. Na kama ni mfugo wa kwanza unavunjwa shingo, imeandikwa kama kumbukumbu ya kukombolewa kwao utumwani. Kwa hiyo mtoto huyo ni huru pamoja na uzao wake. Ni ishara ya ukombozi kwa familia.
ni watu walio huru, hawakushikwa na tunahitaji ni gongo la kuwekwa lile linalowekwa kwenye ng'ombe. Hiyo kwa Kiswahili nimesahau hapa, limeandikwa vizuri sana kwenye Injili. Nira, lakini ng'ombe anatumia, kuna neno lingine lenye uzito, lile linalofungwa shingoni. Sio nira bana, ni kuna gongo la nimesahau sasa mimi. It is ile kinachofungwa shingoni, ng'ombe waende pamoja, maksai, au wanapobeba mizigo lile wanalovuta linafungwa kwenye yale manani. Kwa wengine wanatumia mambao au si magogo fulani, nafungwa kama ni ng'ombe wawili au mmoja anavuta ile. Sasa ile inayofungwa shingoni ni ishara ya kukontroliwa, hana uhuru, anavuta huku na huku, anaendelea na kuelekezwa. Hiyo ndio inaitwa gongo ni gongo, nimesahau jina lake, lakini anyway ndio hiyo. Kuvunja shingo ni kuweka huru huyo mnyama. Kwa hiyo watoto wote wa kiume, lakini wa kike si lazima, hawakuwekwa au kutolewa hekaluni, kwani wao hawakuwa ndio waendelezaji wa ukoo, jina la ukoo. Sasa mtoto wa kiume, mtoto wa kike anaenda familia nyingine. Sasa pengine kama kuna watu wanaolewa wanaenda kwenye familia ya yule mama, sijui kama wapo kwenye kabila ya namna hiyo. Kama wazungu unaolewa wanaume na Wahindi. Naam. Sasa hapa kwetu ipo kuna ukoo au kabila ambapo mwanamume anaenda kwa mwanamke. Ndio sisi Waluguru. Wewe unaolewa? Mimi sikujua hii. Mbona ninaona hata najua wengi sana wanakaa kwa mumewe, sio kwa nyumbani kwa mke wake. Kukaa wewe, ukoo unaendelezwa na nani? Basi wakina mama ndio wavunjwe shingo, ndio wakombolewe, wapelekwe hekaluni. Nyewe mngekuwa mnapeleka wakina nani wale watoto wa kike. Mwanamume huna value wewe, uwezi. Wengi ule ambao ni patrilineal, manake patrilineal ni wale ambao wanaendeleza ukoo kwa upande wa mwanamume, na matrilineal wale wanaendeleza ukoo upande wa mwanamke. Basi hiyo lengo ni kwamba katika kizazi kitakachoendelea wakumbuke kwamba wao wamekombolewa, na namna walivyokombolewa ni kwa kifo cha watoto wazaliwa wa kwanza wa Misri. Kwa wazaliwa wote wa kwanza wanatolewa hekaluni kuwakumbusha, na watoto watauliza swali hilo, kwa nini tunapelekwa hekaluni? Mama au baba ataeleza, mwanangu, tulikombolewa na Bwana kwa njia ya kifo cha wana wa Israeli wa Misri, na kwa hiyo wewe unatolewa hekaluni kama shukrani kwake, kama kumbukumbu, ili tusahau kamwe kwamba sisi tuko huru kwa sababu wengine walikufa kwa ajili. Wewe ni kama sadaka kwa familia yote, wewe ndio kiongozi wa kutuweka huru. Elewe. Kwa hiyo ilikuwa ni kumbukumbu nzuri. Actually sisi siku hizi tunaadhimisha kuzaliwa kwetu. Shauri yenu. Nimewaambia wengi ni upagani, kwa sababu birthday ilikuwa kumbukumbu ya kuadhimisha ile nyota uliozaliwa. Ni upagani pure. Everybody alikuwa na nyota aliyozaliwa kwayo. Sio hata sasa hivi, sio watu wanaokaa kimya hapa, sababu watu ninawaambia hapa, hata kwenye nyumba hii nisikie tu mnataja
ya birthday ya Ngowi, nawaambia nikikusikia tutapelekana mahakamani. Hapa hata tumeshagombana watu fulani. Nini waliniandalia kaambia futa jina langu huko. Mimi nakumbuka sio kubatizwa. Siku ambapo nimekombolewa kwa kweli. Sio siku ya kufa. Siadhimishi hivyo. Nimekufa kiroho. Na unapozaliwa umeanza kifo. Taacha hapa. Siwaambii msimuache, lakini ni generation ambayo ni secularized. Yaani dunia ambayo sasa Mungu ameweka pambeni ni hapa duniani. Ndio birthday. Wa Griki, wa Yunani, wote walikuwa wanaadhimisha birthdays, na wa mafarao Misri wote, because they did not know the gods were the stars when you were born. Na kwa hiyo ukiwa umeona Taurus kama peshi, yani samaki, au wewe ni nyota zile tukienda ukaangalia huko, yote haya yalikuwa ni kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwake mtu. Wanaadhimisha sherehe kwa yule Mungu wa nyota ile. That was the meaning of it. Celebration to the gods, the heavenly gods, ambapo umezaliwa. It was an offering. Unatolea sadaka kwa ajili ya yule Mungu ambapo umezaliwa. That is it. And therefore it has a background yake ni upagani, pure paganism. Lakini sasa tumerevert because they don't know the background of it. Lakini mimi nawaambia tu ukweli kwamba you can go and see what is the meaning of birthday. Basi ni kama kushtua, tunaweka mshtuko kidogo kwa wale ambao wanang'ang'ania. Mmoja analia kabisa, mimi mbona birthday yangu? Yeah, to birthday. Which birthday? For me, the birthday is the day I was born into heaven. Kwa hiyo mimi naadhimisha what we call onomasticon, siku ambapo nimebatizwa. That's it. Sio kwa wazee wengine hapo watakubaliana na mimi. Toa hekaluni kwa kubatizo wetu. Unaleta kama Yesu alipewa jina, siku analeta hekaluni. Kwa hiyo ni sisi tunapewa jina, si kuleta hekaluni. Ndio maana sisi tunaadhimisha onomasticon kwa watu wengine. Waza tunaleta na ule ugomvi wa birthday na vitu gani. Hizi tunaletwa hekaluni kupewa jina kama Yesu mwenyewe. Ndio siku naadhimisha sikukuu yangu, nazaliwa kwa Bwana. Sasa hivi, kwa hiyo hatuoleti watoto. Utawaletaje hekaluni tena kwa namna gani? Hapana. Kwani katika wito wetu kuwe kuhani, yani padre au sister au mtawa, ni wazazi wanakuleta? I don't think so. Hiyo ni decision yako na wito wako ambao as a person wewe. Tena unaenda baadaye unaenda kuwaeleza na kuomba ruhusa kwamba mnakubali mimi nimewajisikia napenda kuishi maisha haya vipi. Mzee kule anaweza kusema nakosa mahari. Mwingine anasema ile lazima ulete kwanza 500,000 ndio nikuruhusu. Watoto wa kiume wanapata matatizo, nana nitunza mwanangu. Sasa kwa hiyo hii ndio maana msingi wa kila kitu ni ubatizo. And then sakramenti zote zinatokana na ubatizo uliopata. Ndio hiyo, hata ukuhani, hata uaskofu, hata papa hawezi kuwa papa bila kubatizwa. Because that's the first thing. Basi naweza kusema hivyo tu. Ndio, karibu. Mama anatakaswa. Ndio. Kwani unasema mtoto anapelekwa kanisani kwenye ubatizo? Ndio. Na mama anatakaswa? Ndio. Anapewa baraka. Kuna baraka ya mama mzazi, sio? Anapewa kanisani. Yeah. Maana kuna mtu aliniuliza, wazazi wetu walikuwa wanaenda kanisani kupata baraka. Kuna mtu aliniuliza akasemaje, zamani mtu alikuwa akijifungua anakaa miezi 3, alafu mtoto anapelekwa kwenye ubatizo, nadhani mama anachukua miwa anakatakata sehemu ya soko inawekwa hapo. Mama sio anakuwa amebarikiwa. Nikamwambia sio taratibu sizijua sana, barikiwa amekuwa amechafuka au nini? Kumbe ni kubarikiwa, kutakaswa.
ni kutakaswa. Ndio ilikuwa hivyo. Basi jamani, maswali niliyopata ni hayo. Naomba kama kuna swali niongeza, maana tumebakiwa na dakika 10 tu. Karibu. Asante. Mimi swali langu linahusu, sasa niliandika hapa ile sehemu ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 13. Pale anasema basi nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nitakayo ndiyo huruma, si sadaka. Ni sura ya 3, sura ya 9 Injili ya Mathayo. Ndio. Aya ya 3. Alipoitwa Mathayo akafanya karamu. Ndio. Baadaye watu wakanungunika kwamba huyu sasa anaandamana na huyu bwana sio mtu safi. Na Yesu akasema sikuja kwa ajili ya wazima ila. Sasa Yesu anasema maneno hayo baadaye kwamba sawa, ningependa mwende mkajifunze hili neno. Sawa. Na mimi nikasema karibu naenda kwake huko asije akaniuliza bwana wewe ulijifunza hili neno? Sasa mimi sijaelewa vizuri sehemu hii anaposema anataka huruma na si sadaka. Wakati katika kanisa mara nyingi sana tunasema tujitoe sadaka, tujitoe sadaka. Sasa nikasema hapa maneno haya yanatofautiana tena kwamba Yesu anasema hataki hicho kitu, hataki sadaka, anataka huruma. Na huko tunaambiwa tujitoe sadaka zaidi. Au tuache kujitoa sadaka tuwe na huruma tu? Huruma anayotaka Yesu hapa ni ipi? Sasa hapa nashukuru sana kwa swali hilo ndugu yangu, manake naona unachimba sana. Safi sana hii. Hapa anasema basi nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nitakayo ndiyo huruma, si sadaka. Kwa maana sikuja kuwaita waadilifu bali wakosefu. Naona usichomoe ile kitu ukaangalia tu sentensi, the context itself will help us. Yani mazingira ya ile statement ya hiyo maneno ya Yesu yanatusaidia kueleza anakuwa na maana gani. Manake nimeshawaambia msije mkachomoa maneno pale bila kuangalia mazingira aliyotoa hiyo sentensi au mafundisho hayo yaendane na mazingira aliyozungumzia Yesu. Tunajua wale majamaa yalikuwa yanaangalia kwa jicho la pembeni kwamba imekuwaje anakuja kwa Mathayo mtoza ushuru kuja kula na watu wa namna hii. Huyu jamaa angejua huyu tena Tolenos, manake huyu mtoza ushuru alikuwa ni kiongozi wa watoza ushuru wengine, lakini sio Mathayo hakuwa kiongozi. Alikuwa Zakayo kule ndiye alikuwa the big Telonas. Lakini Yesu alikuwa hawabagui watu. Na hapa anataka kusema hivi, sadaka ilimfanya mtu ajione anastahilishwa, anamstahili. Mara nyingi sadaka inamfanya mtu aone kwamba ametoa kitu kwa Mungu. God does not need your sacrifice, many of the things. Nataka kusema Wayahudi especially hawa Mafarisayo, Masadukayo ni kidogo, lakini hasa waandishi, the scribes, pamoja na wa Mafarisayo na makuhani walikuwa wanajiona wanastahilishwa kwa sababu walikuwa wanatolea sadaka mara kwa mara. Tunakumbuka yule aliyekuwa ameenda kusali hekaluni na akakaa pale mbele na kuinua pua juu na macho juu kwamba mimi natolea sadaka, nalipa hiki, nafunga mara 6 kwa siku na nini. Mungu hakujibu pale. Lakini akaja jamaa mmoja kule nyuma ambaye ni mtoza ushuru mwenye dhambi, hakudhubutu kuinua macho, akainama chini, tena hakuzogea, amekaa mbali kule karibu na mlangoni kule.
au kwenye nguzo, maana hekalu ilikuwa na nguzo yale makubwa, akajificha pale. Nasema wako mangi, mimi nanifahamu mimi mwenye dhambi, nimetenda dhambi nyingi sana. Sasa nisubutu hata kuinua macho wala kufika hapo mbele, maana nimetenda, mimi ni mkosefu. Akapiga kifua akasema, mea culpa, mea maxima culpa, mimi mkosefu sana, unihurumie Bwana. Akasema huyu ndiye aliyesali vizuri. Huyu bwana aliyekuja hapa na kujisifu, nafunga, nalipa zaka na nini, natoa sadaka na nini, ameondoka nyumbani hamna kitu. Huyu ametoka ameshapokelewa. Sasa ni mfano huo huo Yesu anayetoa hapa, kwamba wengi wetu wanaotoa sadaka na hao wengine wanafikiri ile sadaka inawastahilisha kusimama mbele ya Mungu. Akasema hapana. Ndio Yesu anasema wewe uwe na huruma. Wao hawakuwa na huruma pale kwa sababu wanataka Mungu atupe mtu huyu. He should not be accepted. Yule mkosefu kama Mathayo hastahili. Lakini kumbe Mungu hastahilishi mtu kwa namna hiyo. Yeye ni baba mwenye huruma. Wote ni watoto wake. Ananyeshea mvua yake kwa walio haki na wasio haki. Meeleza kwenye Injili ya Mathayo huyu. Kwa hiyo yeye anapokea, yeye ni huruma yake kwanza. Na katika Mathayo sura ya 5 ile hotuba mlimani aya ya 48 anatuambia tuwe na huruma kama Baba alivyo na huruma. Kwa hiyo Yesu anataka kusema hapa, badala ya kuhesabu, unamwona mtu unaanza kumhesabia dhambi zake zote, na ndio anasema huruma yake Mungu, sio yetu. Sasa anatutaka tuwe kama yeye, muige yeye. Ametuambia Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 48, muwe wenye huruma kama mimi. Na hiyo ndio diekaso, hiyo ndio ibada ya kweli. Sasa kwa hiyo hapa anataka kufundisha tu kwamba yote mawili hayawezi. Unakumbuka kwenye sura ya 13 au 13, sura ya 15 anasema, au 15, sasa nimechanganya, au 15 ndio anasema wale wamekalia kwenye viti vya Musa, kiti cha Musa, unakumbuka ile uzi, wamekalia kiti cha Musa, lakini sikilizeni wanayowaambia, lakini sio wanayotenda. Manake we should not, tusipuuze wanachosema, lakini tusitende wanayowafanya. Sasa hapa pia tuige huruma ya Mungu, lakini tusitende yale yule mkosefu aliyofanya. Manake hapa anasema kwa maana sikuja kuwaita waadilifu bali wakosefu. Na ndio maana anasema hapa, basi nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nitatakayo ndio huruma, sio sadaka. Tunakumbuka historia ya mfalme wa kwanza wa Wayahudi, sio? Hii daima ukisoma hii lazima uende kule. Yule mfalme wetu aliitwa nani? Sauli. Sauli alikwenda kule kupigana nafikiri Waamaleki, si watu gani tena. Akashinda kule vita, na aliambiwa, Samueli alimwambia, ukienda huko utashinda vita bila shaka, lakini na wakisha eliminate kila kitu, umeua hata kondoo na mbuzi na paka, uwamalize. Waliitwa extermination. Hakikisha kila kitu kimeisha. Hawa watakiwi hapa, lakini usilete chochote huko kuleta huko. Jamaa kule ameenda, Sauli ameshinda kila kitu, vita ikaenda sawasawa, amepoteza watu wachache, lakini ameshinda vita, na akarudi with triumph kwa enzi, na wanaimba njiani, Sauli ameleta nini. Sawa, akaambiwa sasa Sauli
Samueli alikuwa mkali sana huyu. Alijua what has happened. Akaja mbio na fimbo lake lile. Na wakati huo Samueli alishakuwa mzee. Anakuja mbio, akakutana naye njiani. Akamuuliza, Sauli umefanya nini? Akasema, kwani kuna shida gani mzee? Hawa ni kitu gani hiki? Umeleta mang'ombe haya na hao mabinti wa kitu gani? Akasema, sasa unajua kule baada ya kushinda niliona hao ng'ombe wamenawiri sana, wamenona. Nikaona hawa mabinti kwa kweli huyu nimeleta awe mjakazi tu. Samahani sana. Kwa hiyo mimi nichagua wale wenye nzuri, alafu nitatolea sadaka kwa Bwana. Akamwambia, alikwambia uje ulete vitu huko uje kutolea sadaka hapa? Mbona alikuagiza umalize kila kitu huko na kisije chochote hapa? Kwa nini alimuuliza? So kwa sababu mara nyingi unapoleta kule vitu vya namna hiyo vinakubakiza, akili yako inaenda kule. Na alitaka wasiwe na communication huko kwa sababu ya upagani wao. That was the thing. Kwa hiyo alimkataza usilete chochote huko. Ukija umeshinda vita uje ulivyo. Na yeye akaleta. Kamwambia ukutii. Na utii ni bora kuliko wewe unajidai kwamba umekuja kutolea sadaka. Kwa sababu mara nyingi sana watu tunafikiri kutolea sadaka ndio unampendeza Mungu. Unamtolea sadaka ili iweje? Kwa sababu gani? Mungu kweli anahitaji ng'ombe? Anahitaji dawa? Anahitaji madamu ya ng'ombe? Kaambia hapana, nataka utii. Kwa hiyo utii uko katika huruma. Isiweni ukatafakari vizuri, utii uko katika huruma. Kwa hiyo mimi ningesema tu kwamba hapa Yesu anatuambia tu kwamba tusiwe tunahukumu watu ovyo ovyo. Tuone the positive side. Ile positive side inatusaidia kuwa na huruma. Kwa sababu mtu amnyofu anapokuomba huruma, anakuomba umsamehe, wewe ukimsamehe umetenda mazuri kuliko anayetolea sadaka ya ng'ombe. Ndio anataka kutuambia. When you can forgive, ile courage ya kuforgive. Na wengine hatuwezi kukubali kusamehe. Hatuwezi kubali kusamehewa, hata kusamehe. Na mimi nimeshaona kuna mmoja ambaye hakutaka kusamehewa kabisa. Mimi nimeshangaa, lakini nimekuja kuona kumbe ni tabia ya mwanadamu mwenye majivuno, mwenye kiburi. Wewe unanisamehe wewe? Nimeona hivyo, nimeshangaa. Sasa yule amesema basi tusameane bwana, mimi nakusamehe kila kitu. Wewe unisamehe mimi? Wewe huwezi kunisamehe wewe kinyangarika, unanisamehe nini wewe? Unaweza kunisamehe nini wewe? Sababu jamaa anataka kupigwa akakimbia. Maki. Yule bwana hataki kusamehe. Asikie wewe mdogo unamsamehe. Wewe ambaye ni umeonewa, you are the victim, but yet you have the authority and the power to forgive. Wewe umesafa, you are a victim. Umepata matatizo, wewe ndio umeonewa, lakini unaweza kusema santa, unasimama hapo unasema na wasamehe. Hiyo wale mtu mwenye kiburi hawezi kukubali. Na hiyo ndio watu ambao hawana huruma. They cannot forgive themselves, they cannot forgive others. Those kind of people are very dangerous. Watu hatari sana. Na unakaa naye nyumbani unasema, unamwambia basi tusameane. Sameane. Wewe unaniambia unisamehe mimi wewe? Wewe unanisamehe kitu gani? Tena nikusikia utahama huko nyumbani. Wewe sasa. Mama ameomba msamaha, alafu akasema hata mimi nikusamehe. Mume anamwambia, hebu rudia. Kwamba wewe unanisamehe mimi? Huna mamlaka ya kunisamehe, huna mamlaka ya kusamehe. Nimeona tena nimesuluhisha mambo mengi sana ya huko. Watu hawakubali kusamehewa kwa sababu ya kiburi, kujiinua. They are above you and you have no power to forgive them. Only he can be forgiven by somebody who is more powerful. Yani mtu ambaye ni juu yake ndiye anaweza kumsamehe. Mungu, labda Mama Samia ambaye anaweza kumfanyia kitu kibaya ndiye anaweza kusamehe.
lakini mtoto mdogo akasema nimemsamehe. Akisikia tu anaukata ulimi, toka hapa, unanisamehe wewe? Lakini ndivyo Yesu anatufundisha, the most powerful person is the person who can forgive. Na hii ndio kauli ya Yesu hapa, anasema kwamba tujifunze kwamba ukiwa mdogo ukiweza kusamehe mkubwa, alafu yule mkubwa akapokea, huyo mkubwa huyo ni mnyenyekevu na atakuwa na huruma siku zote. Ndio hiyo tu mafundisho haya. Basi jamani, tumeongea sana hapa, na nawashukuru kwa usikivu wenu na utulivu, uvumilivu. Mungu azidi kutubariki, tuendelee mbele kutafakari neno lake na imani yetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amin. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Asanteni sana.